Kwa mara nyingine tena, sisi wana Shinyanga, nikiwa namaanisha mkoa wa Shinyanga, unakwenda kushiriki kwenye maonyesho ya 50 ya kimataifa ya kibiashara, yani Sabasaba. Ndugu zangu, hii ni mara ya pili. Mwaka jana tulishiriki na matokeo ya mwaka jana yamekuwa chanya sana, kwa sababu lengo la mkoa kushiriki ni kutangaza fursa ambazo zinapatikana kwenye mkoa wetu. Lakini sio tu kutangaza fursa, kuweza kuvuta wawekezaji, lakini mbali ya hapo kuweza kutengeneza fursa ya wafanyabiashara wetu wakubwa, wakati na wadogo, mpaka wajasiriamali ambao tumeendelea kuwainua kupitia mifumo mbalimbali ndani ya mkoa wetu. Na mwaka jana tulikwenda na baadhi ya wajasiriamali na wafanyabiashara wakubwa na wakati, na matokeo yalikuwa mazuri sana, ambako baadhi waliweza kufanikiwa kupata fursa mbalimbali, ikiwezekana pia bidhaa zao kununulika na kumalizika kabla hata maonyesho hayajafika mwisho. Na mwaka huu kwa mara nyingine tena, ofisi yetu hapa, ofisi ya mkuu wa mkoa, tulitumia fursa hiyo kupitia idara husika kwenda kuhamasisha na kufungua fursa kwa wadau mbalimbali. Na nataka tu nizungumze baadhi ya wadau ambao tutakuwa nao mwaka huu. Tuna wenzetu wa Com Industries, Musumba Steels, tuna wenzetu wa Jambo ambao na wenyewe pia wamejitolea safari hii kwa namna moja ama nyingine, wanakwenda kushiriki. Azan Logistics tutakuwa nao, Yego Rice, kama mnavyoona hapa ni hawa wachakataji wa mchele, Mlulu Rice. Lakini kuna huyu Gehakil Enterprise ambaye mwaka jana aliuza mchele wake sana, ulipendwa sana mkoa, mchele wetu wa mkoa wa Shinyanga. Lakini kwa namna ya kipekee tuna vikundi vya wajasiriamali ambao wamepata fursa ya 10% kutoka kwenye halmashauri zetu. Katika halmashauri zetu zote 6 za mkoa wa Shinyanga tumekuwa tunainua sana na kuwezesha makundi maalumu, kundi la kina mama ambalo ni kundi la wanawake, kundi la vijana na kundi la watu wenye ulemavu. Hatuishi hapo. Wale ambao tumewawezesha kupitia mifumo mbalimbali ya uwezeshaji wa kifedha na rasilimali, tunaenda kuwatengenezea fursa ili kuwainua. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena, timu ya mkoa wa Shinyanga inakwenda Sabasaba, maonyesho ya 50 kwenda kunadi mkoa wetu. Lakini pia kutengeneza fursa kwa wadau, wafanyabiashara, wajasiriamali wa ndani ya mkoa, kuwatangaza kwenye fursa nyingine ndani ya nchi na ikiwezekana pia nje ya nchi, ili dunia na nchi iweze kujua nini kinafanyika ndani ya mkoa wa Shinyanga. Lakini mbali ya hapo, tunazungumzia mkoa wetu na fursa ambazo ziko ndani ya mkoa wetu. Sote tunatambua wazi kwamba mkoa wa Shinyanga ndiko ambako kuna kilimo cha pamba, kilimo cha tumbaku, kilimo cha choroko, kilimo cha dengu, kilimo cha mpunga. Ndugu zangu, miaka ya nyuma watu walikuwa hawajajua ladha na utamu wa mchele unaotoka mkoa wa Shinyanga. Lakini toka tumeanza kutangaza mchele wetu, watu wanasema hakuna mchele wenye harufu, wenye ladha na mtamu kama mkoa wa Shinyanga, mchele wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo tunaenda kutangaza kilimo chetu, kilimo cha pamba, kilimo cha tumbaku, kilimo cha mchele, mpunga, lakini pia dengu pamoja na choroko. Lakini ndugu zangu, mnatambua wazi kwamba sisi Shinyanga ni wafugaji wazuri sana. Kwa hiyo mkoa wa Shinyanga una shughuli za kifugaji. Na ni juzi tu tumetoka kwenye maonyesho makubwa sana ndani ya mkoa wa Shinyanga, tukihakikisha kwamba sisi mkoa wa Shinyanga tunaenda kuwa center ya swala zima la utoaji wa elimu wa namna ambavyo tunaenda kuongeza thamani kwenye mifugo yetu katika kanda yetu ya Ziwa. Elimu ya lishe, lakini elimu pia ya chanjo na namna ambavyo ufugaji wa kisasa wa kwenda kunawirisha mifugo yetu na kuipandisha thamani nyama ya ng'ombe wa Shinyanga na kanda zima ya Ziwa, thamani ya maziwa yetu ambayo yanatokana na ng'ombe ambao wanapatikana hapa. Na kama mnavyojua kupitia kiwanda chetu cha Jambo kinatengeneza maziwa. Product zote za bidhaa ambazo zinatokana na maziwa, wadau wengi wanatoka kwenye mkoa wetu wa Shinyanga, lakini na mikoa mingine ya jirani. Lakini kama mnavyotambua wazi pia mkoa wa Shinyanga unajishughulisha na swala zima la kibiashara. Na kwenye fursa za kibiashara mnatambua wazi ndugu zangu kwamba tuna maeneo ya uwekezaji.
Tuna Buzwagi Special Economic Zone au kongani ya Buzwagi, tuna kongani ya Chapulwa. Maeneo yote hayo ni ya uwekezaji na tunakaribisha wawekezaji. Lakini mbali ya hapo, tuna eneo la bandari kavu la Isaka ambalo linaenda kuwa kitovu au lango la kibiashara kwa mikoa yote jirani ya kanda ya Ziwa na nchi zote ambazo zinatuzunguka kwa ukanda huu wa kanda ya Ziwa. Lakini mbali ya hapo, ndugu zangu, kuna shughuli za kimadini. Mnatambua wazi kwamba Shinyanga ni eneo ambalo tuna bahati ya kuwa na wawekezaji wakubwa, Barrick, wawekezaji wa kati, lakini kwa namna ya kipekee wachimbaji wadogo ambao hivi karibuni wameweza kupata fursa ya kurasimishwa baada ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupokea maombi yao na kuhakikisha kwamba sasa wachimbaji wadogo wanakwenda kurasimishwa, lakini pia kuweza kukopesheka na kupewa leseni. Kwa hiyo tuna kundi kubwa la vijana, kina mama ambao wameingia kwenye sekta ya madini. Ni vyema dunia na nchi ikajua kwamba kwenye sekta ya madini kwa wawekezaji wakubwa, wakati na wadogo tupo katika kuwawezesha na kuhakikisha kwamba shughuli zao za kimadini zinakwenda vizuri. Lakini pia mgodi wetu wa Mwadui ambao ndio unatambulika kwa uchimbaji wa almasi na wenyewe pia uko Shinyanga. Ni vyema fursa mbalimbali zikatangazwa ili kuweza kuhakikisha kwamba uwekezaji ndani ya mkoa wetu unakwenda vizuri. Lakini mbali ya hapo, kwa nini uwekeze ndani ya mkoa wa Shinyanga? Hali ya hewa ni nzuri, wananchi ni wakarimu, wananchi wana desturi ya ufanyaji kazi. Unajua kuna maeneo ambayo unatamani kuwekeza, unakuta hata swala ambalo tunazungumzia la local content kwamba ili uwekeze katika mkoa ni vyema na inaelekezwa kwamba baadhi ya kazi ndogo ndogo ni lazima wapewe wananchi wa mkoa husika. Sasa inatia faraja kwa mwekezaji akiona kwamba pale ambako anaenda kuwekeza na pale ambako anakwenda kutekeleza elekezo hili, basi wananchi wa eneo husika pia ni watu wa kujitoa na kufanya kazi. Na hawa wananchi unawapata ndani ya mkoa wa Shinyanga. Ni watu wanaojitoa, ni watu ambao wana ari ya kufanya kazi, ni watu ambao ni wakarimu. Lakini pia mkoa wa Shinyanga una miradi rafiki ya kimaendeleo. Miradi ya barabara. Mkoa wa Shinyanga umeunganishwa wilaya kwa wilaya kwa barabara za viwango vya lami. Mkoa wa Shinyanga ndiko ambako sasa reli ya MGR na SGR inaenda kupita. Kwa hiyo yoyote anayekuja kuwekeza ndani ya mkoa wa Shinyanga, usafiri na usafirishwaji wa mizigo yake unaenda kupungua gharama kwa zaidi ya 45%. Kwa sababu tunatambua wazi kwamba usafirishaji wa njia ya reli gharama yake iko chini tofauti na ukisafirisha na barabara. Lakini mkoa wa Shinyanga ndio nadhani moja kati ya mikoa ya kipekee tuna viwanja vya ndege viwili. Uwanja wa ndege mkubwa wa Ibadakuli ambao ndege kubwa zinatua, na hivi karibuni ATC inaenda kutua tarehe 1 Septemba. Lakini mbali ya hapo tuna uwanja wa kati wa Kahama ambako kule wenzetu wa Oric na Precision wanatua. Kwa hiyo jaribu kufikiria, ni mkoa ambao ukitaka kwenda Oric inashuka, Precision inashuka na shirika mama la Tanzania Air Tanzania inashuka. Kwa naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha sana mkoa wa Shinyanga, lakini kikubwa ni kwamba wana Shinyanga wote, mlio ndani ya Shinyanga na mlio nje ya Shinyanga, wa Tanzania kwa ujumla na wadau wote, mnakaribishwa viwanja vya Sabasaba, mje kutembelea kwenye mabanda ya mkoa wa Shinyanga, mjionee kazi kubwa inayofanyika kazi ya Shinyanga, lakini kwa namna ya kipekee fursa ambazo ziko ndani ya Shinyanga.